Kwa majina naitwa Elizabeth Tungu, wengi wananifahamu kama mwamuzi wa mpira wa miguu. Tumeandaa marathoni hii kwa ajili ya ukusanyaji wa ada ambazo zitawasaidia hawa watoto wa kike katika kuendelea na masomo yao. Lakini kwa mwanzo tumepanga kuanza na takribani wasichana 100 ambao wanadili sana katika kozi za afya ikiwemo udaktari na ufamasia na kozi nyingine za afya. Kuchangia ni 30,000 tu, unajiunga na sisi kwenye marathon, unamsaidia kijana ambaye yuko mtaani, namzungumzia mwanamke ambaye ameshindwa kuendelea na masomo yake. Unamsaidia ananyanyuka. Unajua ukimsaidia mwanamke, umemsaidia familia yake, umemsaidia yeye na ndugu zake wengine. Yaani ukimsaidia mwanamke ni sawa umeisaidia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo naomba watu waendelee wajitokeze kwa wingi tuweze kusogeza hili swala la Shen Marathon 2025. Itafanyika Leaders Club. Shen Marathon 2025 ni kwa ajili ya kumkomboa mwanamke ambaye amesaulika kabisa katika jamii katika sekta ya afya. Tukizungumzia afya, tunamaanisha ya kwamba madaktari, manesi, famasia pamoja na maabara. Mwanamke ni mtu ambaye anapitia changamoto mbalimbali hasa katika kuweza kujikwamua kiuchumi au kuweza kukamilisha ndoto zake. Masomo ya afya ni masomo ambayo mwanamke anahitaji sapoti kubwa zaidi ili aweze kuweza kuzikamilisha ndoto zake. Tunaelewa ya kwamba kuna mabinti wengi, kuna wasichana wengi ambao walikata tamaa katika harakati za kufikia ndoto zao katika sekta ya afya, labda kwa sababu ya kukosa ada au kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo zimetokea katika familia yao. Kwa hiyo Shen Marathon ipo kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia huyo mwanamke ambaye anatamani kusoma masomo ya afya au alikuwa na hiyo ndoto lakini hiyo ndoto ikaweza kuishia njiani isiweze kukamilika. Kwa majina naitwa Dr. Mohamed Hamisi, shabiki wa mpira wa miguu, mdau wa soka, mchambuzi, lakini pia ni mdau wa afya, lakini pia ni mdau wa elimu nchini Tanzania. Hakuna marathoni imeshafanyika nchi hii kama hii. Niwaambie tu, hii ndio marathoni ya kwanza ambayo imekuja na lengo zuri la kuisaidia jamii. Kwa nyinyi wa Tanzania mnatakiwa muunge mkono marathoni hii ili iweze kufana na ifanikishe malengo yake, ili mwisho wa siku tuitane tena hapa kwa mafanikio. Lengo letu tuloazimia tayari limetimia na watoto 100 wa kike wamesoma. Makampuni mbalimbali yaje yawekeze ili watoto hawa wapate fursa ya kusoma. Kwa majina naitwa Nuran Ali Mwasha, mtendaji mkuu wa vyuo vya Sita Institutes pamoja na Kilimanjaro Institute of Health Dar es Salaam pamoja na Arusha. Taasisi zetu ni taasisi ambazo zinahusika na kutoa mafunzo katika kada za afya. Na tunapozungumzia Sita Institute pamoja na Kilimanjaro Institute of Health, tuna takribani wanafunzi wasiopungua 1,300 kwa sasa, lakini wasichana ni takribani wanafunzi 600 kama na 80. Unaweza ukaona ni jinsi gani katika taasisi zetu wasichana ni wengi. Katika hawa wasichana, taasisi imejitahidi kusaidia wanafunzi ambao wanaosoma bure ambao hawalipi chochote pale chuoni kwetu, zaidi ya wanafunzi 250. Zaidi ya hivyo pia kuna ambao wanapata partial scholarship. Yaani kuna ambao wamefadhiliwa full scholarship, lakini kuna ambao wamepewa sehemu ya udhamini ambao sio chini ya wanafunzi 100. Sasa imefika mahali taasisi ina hamu ya kusaidia, lakini inafika mahali inashindwa kwa sababu ni zaidi ya wanafunzi 300 wanafadhiliwa na taasisi. Yaani wao wamekuja wanasoma, wao wanakuja na mabegi yao wanakuja chuoni kusoma. Kwa hiyo baada ya kuona hilo, taasisi viongozi pamoja na wakurugenzi wa taasisi wamekaa wakaona hakuna namna, hebu tuishirikishe jamii ya nje.